Arteta msimu huu akishindwa kuchukua Premier, Arsenal inabidi wamfukuze. Kwa sababu gani? Utaangalia Arteta na takriban misimu 6 tangu 2019 alipojiunga na Arsenal mpaka leo, lakini ile project yake ni kama bado haijaonesha matokeo. Mfano mfupi tu tumchukulie Jurgen Klopp. Alienda Liverpool akakaa kama misimu 2-3, lakini project yake ikaanza kuonesha matokeo. Vivyo hivyo tutaenda kwa upande wa Pep Guardiola. Alienda City akapewa project ya muda mrefu, lakini akapunguza wachezaji kama Vincent Kompany. Tuliona alimtoa mchezaji kama Yaya Toure, akafanya maboresho kidogo ya kikosi. Baada ya misimu 2-3 na tukamwona Man City akawa bingwa, akachukua Premier, akachukua UEFA na mataji kibao. Lakini tukija kwa upande wa Mikel Arteta, ni misimu 6 sasa yupo na Arsenal. Mpaka leo anamaliza nafasi ya pili tu kwenye Premier. Sasa utajiuliza, kwani project ya Mikel Arteta inahitaji miaka 10, 20 ama inahitaji kitu gani? Mimi binafsi naamini bado mpaka sasa Arteta ubingwa msimu huu kwake ni ngumu, kwa sababu ukiangalia fixtures ambazo ziko mbele yake, ana mechi 3 ngumu away. Ana mechi dhidi ya Brighton, ambapo tunafahamu Brighton jinsi gani huwa anazisumbua timu kubwa. Lakini pia ana mechi away dhidi ya Spurs, na ana mechi away dhidi ya Man City ambaye ndo anashindania ubingwa. Tuseme wapo nyeresi za ubingwa, Arsenal na Man City. Ana mechi pale Etihad, lakini pia ana mechi nyingine nyumbani dhidi ya Chelsea. Hizo ni mechi 4 ambazo bado zina ugumu kwa Arsenal katika kuhakikisha kwamba anawania ule ubingwa wa msimu huu. Na hizo ndio mechi ambazo pengine zinaweza zikaamua future ya Arsenal kwenye ubingwa msimu huu. Arteta asipochukua ubingwa wa msimu huu, kama Arsenal asipomfukuza, basi ajiuzulu mwenyewe.